Karibu mtazamaji wetu wa Bujane TV. Bado tuko Eswatini, tunaendelea kuripoti michezo, lakini pia Simba Sports Club leo hii inafanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wao ya hapo kesho ambao watakwenda kukutana na Nsingizini. Tarehe 19 ndiyo kesho. Niko sambamba na mwenyekiti hapa tuzungumze namna ambavyo mipango inaendelea mpaka kesho kuhakikisha kwamba wanakwenda kumaliza game salama. Mwenyekiti, heshima yako. Asante sana. Mambo yanakwenda? Tunashukuru Mungu kwamba tumefika salama. Timu imepata nafasi ya kufanya mazoezi ya maandalizi kwa maana ya juzi, jana na hii leo. Hakuna jambo ambalo linatupa wasiwasi kwa sababu mpaka sasa hakuna mchezaji yoyote ambaye amepata majeraha. Na mambo mengine yote yanaendelea kwa maana ya benchi la ufundi linafanyia kazi kuhakikisha kwamba wanatengeneza mbinu ambazo zitatupa ushindi katika huo mchezo. Ndio, kucheza ugenini ama kuanzia ugenini kwenu nyinyi mnachukua kama advantage kubwa ama namna gani vipi? Simba inacheza mechi na timu yoyote mahala popote na haijawahi kuwa na wasiwasi katika uchezaji. Lakini kwetu sisi tunaona kwamba mechi ya mwisho kucheza itakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu washabiki wetu waliopo nyumbani watapata nafasi nzuri zaidi ya kuweza kushiriki katika huo mchezo. Hasa ukizingatia kwamba katika mchezo uliopita tulikuwa kwenye adhabu ambayo ililazimu washabiki wasiingie. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwao katika mashindano ya msimu huu. Kutoka mechi 4 ambazo itakuwa ndo 3 tulizocheza, hiyo ya 4 watakuwa na fursa sasa ya kuweza kushiriki katika mchezo. Kocha mpya na anakwenda kuanza kazi rasmi mchezo wake wa kwanza. Wana Simba na Watanzania wategemee nini? Kocha si mpya kwa sababu ana uzoefu wa kushiriki mpira akianzia yeye mwenyewe kuwa mchezaji, kufundisha timu mbalimbali na sasa yuko kwenye timu yetu. Kwa hiyo kazi kubwa anayofanya ni yeye mwenyewe kuwa familia na wachezaji, lakini kuintroduce mbinu ambazo yeye anaamini kwamba zitaweza kutusaidia katika mashindano. Ndio. Msimu uliopita mmefika mpaka fainali, mmefanikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini pia msimu huu mpo katika michuano ya klabu bingwa tena ambapo mlikuwa mkigotia mara 4 na kitu mfululizo bila kuvuka robo fainali. Pengine msimu huu wana Simba wategemee nini au mipango mikakati ni ipi? Ni vigumu kupredict matokeo. Tamaa yetu ni kufika kwenye hatua za mbele, ikiwezekana fainali na kuchukua kombe. Lakini kuweza kusema kwamba kwa kutokana na maandalizi haya tutafika hapa, hiyo ni jambo la uongo na hakuna mtu ambaye anaweza akawa na uwezo huo. Ila tunayo timu nzuri ambayo ina comprise wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa. Tuna benchi la ufundi zuri ambalo lina uwezo mkubwa na ikiwa determination yao itawiana na yale malengo tunayokusudia, ina maana timu yetu itafika mbali na tutaweza kufikia malengo tunayokusudia ya kufika kwenye hatua za mwisho za mashindano. Na unaizungumziaje michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika? Sina hakika na unachokisema kwamba natakiwa niseme nini. Ni mashindano makubwa ambayo yanajumuisha mabingwa katika vilabu vilivyo, yani katika nchi ambazo zinatoa uwakilishi. Bahati nzuri kwa maana ya Tanzania tunapata uwakilishi wa timu 2 na baadhi ya nchi katika Afrika, lakini kikubwa wengi au wote walioshiriki ni timu ambazo zimekuwa ni mabingwa katika nchi zao. Kwa hiyo ni mashindano makubwa na ukiondoa yale mashindano ambayo yanashirikisha mataifa yote, ina maana haya ndio mashindano yanayofuatia kwa ukubwa. Kutoka kwenye AFCON unakuja kwenye ligi ya mabingwa. Kwa kumalizia, unazungumza vipi au unawaambia nini mashabiki ambao nimeona mpaka sasa wapo ambao wamejitokeza, kesho ni mchezo, lakini na wale ambao wako njiani pengine kufika katika mchezo huu? Kwanza tunawashukuru washabiki wote ambao wamejitokeza. Wapo wenzetu wa Tanzania ambao wanaishi hapa, lakini wapo wengine ambao wametoka Afrika Kusini, kuna wengine wametoka Msumbiji, kuna wengine ambao wametoka Madagascar, wamekuja kuiunga mkono timu. Tunawashukuru sana kwa hali yao ya uzalendo kwa nchi yao, lakini pia kwa timu yetu ya Simba. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawapongeza sana
ni jambo ambalo linatupa faraja kubwa sana. Kwa miaka yote wenzetu wa Afrika Kusini hawana mambo ya ushabiki wa kusema timu hii hapana. Wao ikija timu inayotoka nyumbani wote wanaungana kuwa ni Watanzania na wanaiunga mkono timu yao. Ndio, mimi nikushukuru sana, nikutakia kila la heri. Na kutakia kila la heri zaidi wewe katika utendaji wako wa majukumu. Asante. Shukrani sana.